Askofu Kitima ameshtakiwa Vatican. Askofu Ruwaichi akimtetea alijikuta akiharibu zaidi, na yeye sasa anatazamwa kwa jicho jingine. Kabla sijaeleza kwa undani, naomba nikumbushe kilichotokea. Vijana wawili wa Katoliki, Stanislaus Thomas Nyakunga na Elia Faustini, walipeleka barua ubalozi wa Vatican wakimshtaki Kitima. Mashtaka yao yalikuwa ni kwamba Kitima anajihusisha na siasa, hususan chama cha demokrasia na maendeleo. Sasa wanaona mienendo yake inahatarisha amani, swala ambalo ni kinyume na sera ya kanisa. Sera ya kanisa ni kuhamasisha upendo, amani pamoja na mshikamano. Sasa hiki kinachofanyika, vijana hawa waliona ni kwenda kinyume na sera ya kanisa, sera ya kuhamasisha upendo, amani na mshikamano. Badala yake inakuwa kama Kitima anahamasisha utengano, anahamasisha vurugu, kwa mujibu wa vijana hawa. Barua ya vijana hawa haikuwa hukumu wala mashambulizi binafsi. Lengo lao hasa ukitazama ilikuwa ni kulinda kanisa. Wanatamani kanisa liendelee kuhubiri amani, ambalo ndio lengo kuu. Sababu hata hizi dini wakati zinakuja, hususan Ukristo, lengo lake hasa ilikuwa ni kuwafanya watu wapole, watu wawe wa amani, ili ukoloni uweze kuingia vizuri. Sasa Askofu Ruwaichi, pamoja na kwamba barua hii vijana hawa walizungumza kwa upendo, walizungumza kwa upole, na wameandika barua akaipeleka katika ubalozi wa Vatican, lakini Askofu Ruwaichi alijibu kwa hasira. Pamoja na kwamba vijana hawa walizungumza kwa upole na ni Wakatoliki hawa, Askofu Ruwaichi alitumia maneno makali. Aliwaita vijana hawa malofa. Alisikika Ruwaichi akisema kuna lofa mmoja. Hawa ni waumini wake hawa. Lakini aliwaita vibaraka, watenda maovu, lakini akatumia neno kali zaidi. Alisikika akisema huo ni upumbavu, huo upumbavu. Sasa jibu la askofu mkuu Ruwaichi kwa waumini wake linamuweka Ruwaichi matatani zaidi, na huenda akaunganishwa. Sasa Ruwaichi ni kiongozi wa kidini. Tunawaza hasira anatoa wapi? Vijana wametumia njia sahihi kueleza wanachokiona. Wanalalamikia kanisa kuegemea upande mmoja ambao ni upande wa Chadema. Upande mmoja kwa mujibu wa hawa vijana. Ruwaichi ni mchungaji wa kondoo. Sasa kumuita kondoo wako, kumuita muumini wako lofa, mpumbavu, tena hadharani, ni kushindwa kwa upendo, kushindwa kwa upendo na ubinadamu. Ruwaichi alichagua kudhalilisha badala ya kuelimisha. Vijana wamefuata njia sahihi, njia sahihi kabisa, kushtaki. Wana haki hiyo, ndiyo demokrasia. Demokrasia ambayo Ruwaichi na Kitima wanaipigania ndio hii. Demokrasia ni kubishana bishana, kushtakiana, ndio demokrasia. Demokrasia ni kukosoana, kusemana. Demokrasia huhitaji kitu kinaitwa tolerance, kuvumiliana, hata kama mtu anapokwenda kinyume na kile ambacho wewe ulikitarajia. Ndio demokrasia hii, kubishana bishana ndio demokrasia. Sasa vijana wamefuata njia sahihi kabisa kushtaki. Katika kanisa Katoliki iko njia ya kufuata. Wamekwenda Vatican, hawajatukana mtu vijana hawa. Sasa vijana wamefuata njia sahihi kushtaki. Kuwatukana kabla hata barua pengine haijaanza kujadiliwa ni matumizi mabaya ya madaraka. Hata kama vijana hawakuwa sahihi, inawezekana hawako sahihi vijana hawa, lakini hata kama hawakuwa sahihi,
Katika malalamiko yao, majibu ya Ruwaichi yanaleta walakini. Huyo ni kiongozi wa dini, kwa nini anakuwa na lugha kali kiasi hiki? Kama viongozi wa dini ni wakali namna hii, upendo tuupate wapi? Sasa ni nani atatudekeza? Nani atatubembeleza? Tuifanye dunia kuwa sehemu salama, tupendane. Tumtazame Bwana Yesu Kristo. Yesu alikuwa ni mpole, pole sana. Alikuja duniani kufundisha watu upendo. Hakuja duniani kufundisha watu kuzozana, kufarakana. Alikuja kufundisha upendo. Kwa hivyo Kanisa Katoliki na viongozi wake wanamfuata ama wanafuata mafundisho ya Bwana Yesu. Mafundisho makubwa kabisa ni upendo. Hata Bwana Yesu mwenyewe ukimwangalia maisha ambayo aliishi maisha ya upendo. Hata alipokuwa msalabani, aliwaombea msamaha wale wote ambao walihusika na yeye kuwa pale. Kwa hivyo unarejea kuuliza, kama viongozi wa dini ni wakali namna hii, upendo tuupate wapi? Ni nani atatudekeza? Tunahitimisha kwa kushauri tuifanye dunia kuwa sehemu salama, tupendane. Juzi nimsikia, naomba nitumie neno ambalo sio zuri, lakini ndilo hilo linalofaa. Nimsikia lofa mmoja akisema Wakatoliki wakiwakilishwa na yeye wameandika barua kwa balozi wa Baba Mtakatifu kumshtaki Padri Charles Kitima. Wakatoliki wanamshtaki Padri Charles Kitima. Hivi hapo kuna ukweli? Enyi Wakatoliki wa Goba Maria, kuna ukweli? Na huyo aliyekuwa anasema hivyo kwa ulofa wake amethubutu kuwa mnafiki. Amevaa rozari shingoni kusudi tudhani kwamba ni Mkristo kweli. Huyo sio Mkristo. Huyo ni kibaraka. Huyo ni ndumira kuwili. Huyo ni msaliti ambaye anatenda maovu, anashabikia uongo na anajidai kwamba anamwakilisha Kristo. Kwa bahati mbaya, baadhi yenu wa Kristo mnaweza mkapelekeshwa mkanunua hizo kauli, hiyo misimamo. Samani tena kwa neno nitakalotumia, huo upumbavu. Kristo hapaswi kuwa mpumbavu.